China imeionya Marekani ikisema kwamba mwendelezo wa uuzaji wa silaha dhidi ya Taiwan ni kutengeneza mazingira ya kutokea kwa vita vikubwa kati ya taifa hilo la China pamoja na Taiwan, huku ikisema kwamba kufanya hivyo ni kuingilia mambo ya ndani ya taifa hilo la Uchina. China imelaani uamuzi wa Marekani wa kuidhinisha rekodi ya mauzo ya silaha ya dola bilioni 11.1 kwa Taiwan mnamo siku ya jana Alhamisi na kuitaka Washington ikomeshe mara moja kukipa silaha kisiwa hicho. Onyo hilo linafuatia idara ya vita kuangazia kifurushi kikubwa cha silaha za hali ya juu kwa Taiwan. Uchina ambayo inakiona kisiwa hicho kinachojitawala kama sehemu ya eneo lake iliita hatua hiyo kitendo cha hatari na ukiukwaji wa uhuru wake. China inaitaka Marekani kutii kanuni ya China moja na kuacha mara moja vitendo hatari vya kuipatia Taiwan silaha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Guo Jiakun aliwaambia waandishi wa habari. Hata hivyo, mpango huo ulitangazwa mnamo Alhamisi unasubiri idhini ya bunge la Marekani, ambapo kifurushi hicho kitakuwa mauzo ya pili ya silaha tangu rais wa Marekani Donald Trump arudi ofisini mwezi Januari baada ya mkataba wa dola milioni 330 mwezi Novemba kwa ajili ya sehemu ya kifurushi hicho cha silaha. China inasema kwamba kitendo kinachofanywa na Marekani ni kutafuta vita vikubwa na ni kutengeneza mazingira ya mapambano kati ya kisiwa hicho cha Taiwan dhidi ya taifa kubwa la watu wa China. Makubaliano ya ununuzi wa silaha yamefanywa mara 8 tofauti, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa mifumo 82 ya roketi ya HIMARS na makombora 420 ya ATACMS yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 4, makombora ya kukinga vifaru na kuzuia silaha pamoja na silaha za kuzurura, howitzers, program za kijeshi na vipuri, kulingana na maelezo yaliyotolewa na serikali zote mbili. Kwa kuhimizwa na Washington, Taiwan imeongeza ununuzi wa silaha katika miaka ya hivi karibuni, wakati Marekani inafuata rasmi sera ya China moja ambayo imeendelea kusambaza silaha katika kisiwa hicho na kudumisha uhusiano wa kijeshi na serikali ya Taipei. China inasema inatafuta kuungana tena kwa amani, lakini imeonya mara kwa mara kuwa itatumia nguvu ikiwa Taiwan itatangaza rasmi uhuru wake. Taiwan imejitawala tangu mwaka 1949 wakati vikosi vya kitaifa viliporudi huko baada ya kushindwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Uchina katika mapinduzi ya China ya mwaka 1949 chini ya Mao Zedong. Ingawa nchi kadhaa zinatambua rasmi kisiwa hicho, jumuiya nyingi za kimataifa ikiwa ni pamoja na Urusi zinatii sera ya Beijing ya China moja. Endelea kutufuatilia mtazamaji, usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.